Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Sherehe za mwaka mpya Shanghai za wavutia watalii wa kigeni. Mtambo wa kwanza duniani wa kuvua umeme wa gesi ya hidrojeni waanza kufanya kazi, na BYD kupanua vituo vya kuchaji nchini Mexico. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Magoa, usiondoke. Zikiwa zimesalia siku chache kwa ulimwengu kukaribisha mwaka mpya, jiji la Shanghai linashuhudia shughuli nyingi na wageni kutoka mataifa mbalimbali. Maeneo ya biashara na vivutio vya utalii yamepata ongezeko la watalii wa kigeni wanaokuja kusherehekea na kufurahia utamaduni wa Kichina. Tom Njala anatueleza zaidi. Katika eneo la Xintiandi, mojawapo ya vituo maarufu vya biashara jijini Shanghai, mitaa imepambwa kwa taa za rangi na bendera, hali inayochangia mazingira ya kuvutia na yenye shamra. Majengo ya kihistoria ya mtindo wa Shikumen yamegeuzwa kuwa maduka ya kisasa, yakichanganya chapa kongwe za Kichina na mitindo ya kimataifa. Mchanganyiko huu wa utamaduni wa jadi na wa kisasa umeifanya Xintiandi kuwa kivutio kikubwa kwa wageni kutoka nje ya nchi. I'm from Saudi Arabia. And I came to China, Shanghai specifically, just to visit. Lots of people from my country come here, and I think it's very worth it. The decoration here is amazing, so it's a very nice place to celebrate the holidays, yes. I come from Australia, and because it's visa-free now, it's very convenient. This is 6 times I've been to China this year. Mbali na maeneo ya biashara, watalii wa kigeni pia wanavutiwa na vivutio vya kitamaduni. Katika makumbusho ya Shanghai, kuna maonyesho maalum ya sanaa yanayoendeshwa kwa ushirikiano maalum, yakichanganya hazina za kihistoria na teknolojia ya kisasa kama AI, michoro ya hologramu na roboti shirikishi. They are combining the history with technology and with the modern approach. You know, I think this will be very interesting for the younger generation or the children. They'll be more excited to see. Makumbusho yetu pia yanatoa uzoefu wa kipekee, na kwa sasa takriban theluthi moja ya wageni wetu wa kila siku ni kutoka nje ya nchi. China imeanza rasmi uendeshaji wa mtambo wa kwanza duniani wa kuzalisha umeme kwa kutumia gesi ya hidrojeni safi wa megawati 30 unaojulikana kama Jupiter 1, hatua inayotoa suluhisho muhimu kwa uhifadhi na matumizi ya nishati jadidifu. Ronald Mutie anaripoti zaidi. Mtambo wa kuvua umeme kwa kutumia gesi uliotengenezewa nchini China, Jupiter 1, ambao ni wa kwanza duniani wa gesi ya hidrojeni wa megawati 30, umefanikiwa kuanza kuzalisha umeme katika mkoa unaojiendesha wa Mongolia ya ndani kaskazini mwa China. Mafanikio haya yanatoa suluhisho muhimu kwa uhifadhi na matumizi ya nishati. Kwa mujibu wa kundi la Mingyang, Jupiter 1 ndiyo jenereta kubwa zaidi duniani ya umeme wa hidrojeni safi kwa kifaa kimoja, na ina uwezo wa kubadilisha hidrojeni iliyohifadhiwa kwenye matangi kuwa umeme wakati wa mahitaji makubwa ya umeme. Teknolojia hii imetatua kwa ufanisi tatizo la matumizi ya umeme wa ziada kutoka vyanzo vipya vya nishati, na inatoa suluhisho jumuishi linalowezekana na linaloweza kupanuliwa kwa kujenga mfumo mpya wa nishati unaotegemea zaidi nishati jadinifu. Mradi huu umechaguliwa kuwa miongoni mwa miradi ya kwanza ya kitaifa ya majaribio ya nishati ya hidrojeni katika sekta ya nishati. Compared with a thermal power unit of equivalent capacity, the Jupiter, therefore a pure hydrogen gas turbine, reduces carbon emissions by more than 200,000 tons annually. In combined cycle operation, it generates 48,000 kilowatt hours of electricity per hour, which can meet the daily power needs of 5,500 households. Kwa mujibu wa mwendeshaji wake, mradi huu utapunguza kwa ufanisi kuyumba kwa uzalishaji wa nishati jadinifu na utaimarisha uwezo wa kudhibiti gridi ya umeme na kutoa mfano unaoweza kuigwa na mabadiliko ya nishati na kuchangia katika ujenzi wa eneo la kitaifa la maonyesho ya nishati ya hidrojeni. Ufunguaji wa nishati jadinifu nchini China unachangia zaidi ya 50% ya jumla ya uwezo wa uzalishaji wa umeme wa taifa hilo. China imeahidi kufikia kilele cha uzalishaji wa kaboni ifikapo mwaka 2030 na kufikia kutotoa kaboni yoyote ifikapo mwaka 2060.
Manuari mbili za kijeshi kutoka China zimewasili katika bandari ya Mombasa nchini Kenya siku ya Alhamisi kwa ajili ya mapumziko ya kiufundi ya siku 4. Nilifuatilia taarifa hiyo na nimekuandalia ripoti ifuatayo. Mnamo saa 3 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, manuari ya kivita ya makombora ya kuongozwa Tangshan pamoja na meli ya usaidizi wa vifaa Taihu ziliingia bandarini zikiwa zimepeperusha bendera za China na Kenya. Zililakiwa na maafisa wa jeshi la Kenya, maafisa kutoka ubalozi wa China nchini Kenya pamoja na wanajamii wa Kichina waliobeba bendera za mataifa yote mawili na mabango ya kuwakaribisha. Manuari hizo ni sehemu ya kikosi kipya cha jeshi la wanamaji la China PLA Navy ambacho kitachukua jukumu la ulinzi baharini kutoka kikosi kilichowatangulia katika Ghuba ya Aden na eneo la maji ya Somalia. Bandari ya Mombasa, ikiwa bandari kubwa zaidi nchini Kenya na iliyopo katika pwani ya mashariki ya nchi, ni kitovu muhimu cha biashara na usafirishaji ndani ya Kenya na ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Katika kipindi cha ziara yao ya kiufundi, Tangshan na Taiyu zitaendesha matengenezo ya vifaa, kujaza mahitaji ya mafuta na vifaa vingine na kujiandaa kwa majukumu yajayo. Niliposhuhudia manuari za China zikifika, nilijawa na fahari na heshima kubwa moyoni. Ingawa tuko mbali na nyumbani, tuna furaha sana kupata nafasi ya kupanda manuari za China. Karibuni sana. Kikosi hicho kipya ambacho ni kikosi cha 48 kinajumuisha Tangshan, manuari ya makombora Daqing na Taiyu, kikiwa na helikopta 2 na wanajeshi maalum kadhaa. Kampuni kubwa ya magari ya umeme ya China BYD inapanga kupanua vituo vya kuchaji magari ya umeme kote Mexico kwa lengo la kupunguza changamoto ya miundombinu na kuhimiza matumizi mapana ya magari ya umeme nchini humo. Ronald Mutie anatueleza zaidi. Kampuni kubwa ya magari ya China BYD inapanga kupanua miundombinu yake ya kuchaji magari ya umeme kote nchini Mexico, ikianzisha chaja za kasi ya juu ambazo zinaweza kutoa umbali wa hadi kilomita 400 kwa dakika 5 tu. Mexico ni soko muhimu la BYD, mtengenezaji mkubwa zaidi wa magari ya umeme nchini China. Hata hivyo, kampuni hiyo inakabiliwa na changamoto katika kukuza matumizi ya magari hayo nchini humo, zikiwemo uhaba wa vituo vya kuchaji, hali inayofanya safari ndefu kati ya miji kuwa tatizo kwa madereva wengi. It's the same sensation when you are out of your house and you see your phone that you have 10% of your battery and you know that you're gonna lose it. I have it when I'm out of the city. Lemas alinunua gari lake la kwanza la umeme aina ya BYD mwaka mmoja uliopita, jambo lililomwezesha kufanya kazi katika huduma ya usafiri wa daraja la juu jijini humo. Hata hivyo, miundombinu ya kuchaji bado ni wasiwasi wa kila siku. Wachambuzi wanaita hali hiyo wasiwasi wa umbali. Range anxiety is a psychological effect that has come out with the arrival of electric vehicles. It's the fear of running out of battery and it's very common. Tamez anaamini elimu na miundombinu ni muhimu katika kuondoa kikwazo hicho kwa matumizi mapana ya magari ya umeme. This is a new technology and we have to learn to manage it. But today, charging points are available in airports, homes, banks, supermarkets. The infrastructure has grown a lot. BYD mbali na kujenga vituo vya kuchaji, pia inalenga kupanua shughuli zake za uzalishaji nchini Mexico. Mexico is always the largest auto manufacturer in the whole American region. So then the industry and also the supply chain is more mature and the industry is more mature. The labor talent is more mature. I hope we are leading way just like we are doing in China. Kwingineko ni kwamba mashindano ya ngamia kwa jina la Camel Super League yameanza rasmi katika eneo la Al-Aqsa, mkoa wa Inner Mongolia kaskazini mwa China, yakilenga kuimarisha utalii wa msimu wa baridi katika eneo hilo. Simiwa Njala anatueleza zaidi. Ligi ya Al-Aqsa Camel Super League ya mwaka 2025 itadumu kuanzia Desemba 2025 hadi Machi 2026, ikifanyika katika maeneo matatu tofauti ya Aqsa. Mashindano haya yanajumuisha mbio za kupokezana za ngamia, mbio za masafa marefu, mchezo wa polo kwa kutumia ngamia, upigaji mishale juu ya ngamia, pamoja na mashindano ya jadi ya ujuzi na shindano la urembo wa ngamia. Sherehe za ufunguzi wa duru ya kwanza ya mashindano zilishirikisha timu 24 huku zaidi ya ngamia 1000
1100 wakishindana. Eneo la Axla lina jumla ya ngamia 1174, sawa na takriban theluthi moja ya idadi yote ya ngamia nchini China. Nimekuwa nikishiriki mashindano ya ngamia tangu nilipokuwa mtoto, na mashindano haya ndiyo ya kwanza rasmi kwa ngamia huyu wa miaka miwili. Kwa jumla amefanya vizuri sana leo. Serikali ya eneo hilo imekuwa ikiendeleza mkakati wa kuunganisha michezo, utamaduni na utalii, huku mashindano ya ngamia yakitajwa kuwa kivutio kikuu. Waandalizi wanasema shughuli hizo zinatarajiwa kuvutia watalii wengi na kutoa uzoefu wa kipekee wa utalii wa majira ya baridi kali. Hii ni mara yangu ya kwanza kushuhudia mashindano haya na nilipata nafasi ya kukaribia ngamia. Wao ni wenye nguvu sana na wanavutia. Kitoweo cha kondoo hapa pia ni kitamu. Kwa hivyo nahisi safari hii imekuwa yenye faida sana. Na katika sehemu yetu ifahamu China leo, wilaya ya Fengshan mjini Shanghai imebadilika kwa kiwango kikubwa, ikitoka kuwa eneo la kilimo hadi kuibuka kama mji mkuu wa vipodozi wa China, ikiongoza sekta ya urembo kupitia maendeleo ya bonde la urembo la Mashariki. Tujiunge naye basi Zakia Pong atufahamishe mengi zaidi kwenye sehemu yetu ya ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Wilaya ya Fengshan mjini Shanghai imepitia mageuzi makubwa sana kutoka chanzo chake cha kilimo mpaka kuwa mji mkuu wa vipodozi wa China. Huku bonde la urembo la Mashariki kwa sasa likisimama kama kiongozi wa sekta ya urembo ya kitaifa. Ukanda huu maalum ulioanzishwa mwaka 2015 umevutia kampuni zaidi ya 700 na kuingiza karibu yuan bilioni 100 katika mauzo ya mwaka na kuwakilisha karibu 40% ya sekta nzima ya urembo ya Shanghai. Mfumo mzima wa ekolojia katika bonde hilo unachukua mnyororo kamili wa ugavi kutoka viwanda vya utafiti na maendeleo vya kisasa, wauzaji wa malighafi mpaka viwanda vya utengenezaji na operesheni za masoko ya kimataifa. Kuna zaidi ya kampuni 700 za urembo zinazofanya kazi katika bonde hilo, zikichukua mnyororo mzima wa kiviwanda, tangu uvumbuzi, malighafi, uzalishaji wa kisasa na soko la chapa. Mbali na mafanikio ya nchini, bonde la urembo la Mashariki linaendelea kuongeza masoko yake ya kimataifa. Majina makubwa ya kimataifa yanajiunga na matukio mengi yanayolenga mwelekeo wa kimataifa kuhusu sekta ya urembo, na vipodozi pia yanafanyika hapo ili kujenga daraja kati ya watengenezaji wakubwa wa vipodozi na miradi ya urembo. Mamlaka za huko zimetekeleza hatua kadhaa za uungaji mkono, ikiwemo sera 11 maalum za uwezeshaji wa bidhaa zilizotambulishwa tangu mwezi Juni, huku sera zaidi zikitarajiwa katika miezi ijayo. Forodha ya Fengshan imeanzisha njia za mawasiliano ya moja kwa moja ili kushughulikia upesi mahitaji ya sekta hiyo. Katika miezi 5 ya mwanzo ya mwaka huu, forodha ya Shanghai imeripoti thamani ya uagizaji na uingizaji inayozidi yuan bilioni 25 katika urembo wa vipodozi, ikichukua 35% ya thamani ya jumla ya kitaifa, huku sera rafiki zaidi zikianzishwa. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na basi, kabla ya kukamilisha, ni wakati wa kujifunza lugha ya Kichina. Katika sehemu hii tunaoletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu basi kwa pamoja tujifunze lugha ya Kichina.
第7课，这是谁的狗？ Mambo. Karibu katika daraja la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. Bahatisha. Picha zote kwenye meza zimefunikwa. Kuna tundu dogo tu linalozunguka. Je, unaweza kufanikiwa kubahatisha picha hii ni nini kupitia tundu hili dogo? Njoo ujaribu. 这是什么？眼睛。这是什么？鼻子。这是什么？头发。这是什么？耳朵。这是什么？嘴。这是什么？手。这是谁的狗？ 这是我的狗。 那是谁的猫？ 那是明明的猫。 这是谁的狗？ 这是我的狗。 那是谁的猫？ 那是明明的猫。 你看，这儿有很多小鱼。 你看，那儿有很多小鸟。 你看，这儿有很多小鱼。 你看，那儿有很多小鸟。 Treni ya sanduku la hazina. Tafadhali chagua herufi sahihi ya Kichina kulingana na pinyin. Utapokea sanduku la hazina kwa kila jibu sahihi. Treni ndogo hatimaye italeta sanduku la hazina. Tafadhali soma pinyin. Duo. Ipi ni sahihi? 第一个。 Tafadhali soma pinyin. 大。 Ipi ni sahihi? 第二个。 Tafadhali soma pinyin. 有。 Ipi ni sahihi? 第一个。 Tafadhali soma pinyin. 小。 Ipi ni sahihi? 第一个。 Tafadhali soma pinyin. 这。 Ipi ni sahihi? 第二个。 Tafadhali soma pinyin. R. Ipi ni sahihi? 第二个。 Kazi ya kufanya nyumbani leo ni kusoma andiko. Kesho tutaendelea kucheza mchezo huu. 再见。 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha basi makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.